Oh, Madina. Oh, Wandema. Habari? Nzuri. Tuonani? Ndugu yangu wewe, acha tumishimishe tu za hapa na pale. Yaani hapa bora hata tulivyoonana. Kuna mpya gani? Hivi una habari kwamba mumeo anataka kuoa? Na unafahamu ataka kumuoa nani? Kuhusu habari ya mume wangu kutaka kuoa, ni kweli naifahamu kwa sababu tulikaa tukazungumza, lakini sijajua bado anataka kumuoa nani. Sawa. Kwa hiyo umeridhia? Mimi nimeridhia, na ukiangalia pia sisi ni Waislamu, kwa hiyo mwanaume kuoa mwanamke zaidi ya mmoja ni ruksa. Maana anataka kumuoa mdogo wangu yule Grace ninaoishi naye pale nyumbani. Si unamkumbuka? Grace namkumbuka. Kumbe anataka kumuoa Grace? Mbona haushangai? Tuliongea tu kwamba anahitaji kuoa, kuongeza mwanamke mwingine, ila sijajua kama ni Grace. Lakini hata hivyo mbona ni jambo jema tu, kwa sababu Grace ni binti mzuri ambaye ametulia. Yaani umenishangaza sana Madina. Ila ninachotaka nikwambie, usikubali mumeo amuoe Grace kabisa. Wandema, bado sijakuelewa, unamaanisha nini? Basi tu, yani na hichi ninachokwambia ukikipinga, utakuja kujuta baada ya mume wako kuoa. Kwani kuna shida gani labda? Hiyo ndo habari ambayo mimi nakupa. Kama utaishika utanisikiliza sawa. Lakini kama hutanisikiliza basi baada ya kuoa mumeo ndio utanielewa nilikuwa namaanisha nini. We Wandema. Niambie mke wangu. Sina hata usemi, nipo tu. Kama kawaida yako naona mama kupendeza. Pendeza sana. Nimeanza. Na surprise yako. Usiniambie. Jana kuna sehemu nilipita. Kuna zawadi nimekununulia. Lakini sitakupa sasa hivi. Yaani zawadi umenunua tangu jana, baadaye unipe hata sasa hivi tena unanipangia muda. Na hiyo ndio maana surprise. Haya basi, ngoja nikae nitulie nisubiri huo muda. Weka hapa kutulia. Ukifika nitakupatia yote. Sawa. Nashukuru. Asante pia kwa kushukuru japo zawadi hiyo hujaiona. Haya, alafu mume wangu, kuna kitu nataka tuongee. Ni jambo gani? Nilikutana na Wandema, lakini mazungumzo yake sijaelewa, yaani sijajua vimaanisha nini, kwa sababu amesema kwamba eti kama bado unajipenda usimuoe Grace. Sasa mimi bado najiuliza kichwani mwangu, ni kwa nini usimuoe Grace? Au kuna shida gani? Na ndio maana niko hapa hata ili swali kukuuliza wewe. Kwani kuna tatizo gani mume wangu? Na ni kwa nini aseme maneno kama yale? Mke wangu, kwanza nikutoe shaka katika hilo, kwa sababu Wandema hata mimi nilikutana naye na nilizungumza naye, lakini katika mazungumzo yake pia alikuwa hataki nimuoe Grace, lakini pointi yake kubwa ni kwamba anataka nimuoe Hatu, na mimi Hatu sio mwanamke ambaye nimempenda. Nikamwambia haiwezekani, siwezi kumuoa Hatu aliyekuwa anampenda Grace. Kwa hiyo hayo ni maneno yake tu, wewe hata asikuogopeshi wala asikutie pressure. Msujui kwanza. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wewe ukataa kumuoa Hatu ndo sababu ukwambia usimuoe Grace utapata shida? Ndio, kwa sababu Hatu ni mdogo wake, na mimi nilijaribu kumpa ushauri dada yake kwamba Hatu ni mwanamke mzuri tu na anaweza kupata mwanaume ambaye atamfaa kwenye maisha yake. Kwa hiyo mimi nilimuomba sana, nikamwambia acha nimuoe Grace kwa sababu ndo mwanamke ambaye nampenda. Kumuoa Hatu haitawezekana. Kwa hiyo kuhusu swala la ndoa, wewe hata usijali. Ndoa itapita kwa heri na hakuna kitu ambacho kitaharibika. Kila kitu kitaenda sawa mke wangu. Labda nikutoe shaka katika hilo.
Sawa, nakuelewa mume wangu, lakini pia unatakiwa uwe makini na ulifikirie sana hilo, kwa sababu ile binti yeye ndo anaishi naye. Kama kuna changamoto yoyote yeye ndo anaijua. Yaani unatakiwa ulifikirie sana hilo swala, sio kurupuke tu kwa sababu eti unataka kuoa. Hapana. Nakuelewa sana mke wangu, kwa hiyo usijali katika hili. Mimi nitalifanyia kazi na kila kitu kitakuwa sawa. Wewe mwenyewe unanijua. Basi sawa, nashukuru za kama utakuwa na mimi umenielewa. Ndio maana nakupenda mke wangu, kwa sababu unanielewa. We Grace, mbona umekaa kama vile una mawazo sana? Una nini? Hapana dada, nipo sawa. Usinifiche Grace, mdogo wangu, mimi nakufahamu vizuri tu. Niambie, nini kinakusumbua? Mi nipo sawa dada. Sawa, kama mwenyewe umeona upo sawa au unanificha, sina shida. Hivi Grace, ni kweli upo tayari kabisa kuolewa na Mselemu? Kwa nini dada umeniuliza hivi? Hujabadili maamuzi na ukaamua hiyo ndio bora umwachie dada yako watu? Hii haingia akilini dada. Mwanaume akunioa mimi akamwoe watu. Sasa sikuingia akilini kivipi? Kwa nini? Mbona vitu vya kawaida tu hivyo. Nitaolewa na Mselemu kwa maana ndoa ni heshima kwa mwanamke. Sawa, tupo hapa. Subiri tuone hiyo ndoa kama itafanikiwa au itapita salama, na ikifanikiwa tuone kama itadumu. Nakuonea huruma sana shoga yangu, yaani dunia yote imekuelemea wewe, yaani viatu vyako mimi siwezi kuvivaa kwa kweli. Pole sana. Onyango amefariki, Shedrack naye amefariki, alafu vifo vyao vya hapo kwa hapo. Pole sana shoga yangu. Yaani kinachoniumiza, nilikuwa kuna uchunguzi wa kaka Onyango, kifo chake amekufa kufaje, sijakaa sawa. Mdogo wangu Shedrack naye anafariki, alafu kinachokuja kushangaza, vifo vyao vinafanana. Kaka Onyango amefia kitandani na Shedrack naye amefia kitandani. Yaani hapa ndugu yangu hata sielewi. Ila mimi nina wazo. Wazo gani? Kwa nini tusiende kwa mtaalamu ili ukajue sababu ya vifo vya ndugu zako? Wazo lako sio baya, ni zuri, lakini hapo unavyoniona ndugu yako, sijui waganga, simjui mtaalamu yoyote. Mimi kuna mtaalamu huyo namjua, ashindwagi na jambo, anaweza akakusaidia kama uko tayari. Sawa, mimi niko tayari. Na siku yenyewe inatakiwa twende lini? Wewe tu. Kwa leo sina muda, basi kesho tutaenda. Sawa. Haya, sawa. Mke wangu, nadhani ile siku imefika, siku kwenda mimi kuoa. Na kama unavyojua katika masuala ya ndoa, nikioa nitaondoka hapa nyumbani takriban siku 7.
utakwenda kukaa na mwenzio. Mume wangu wapi tena? Hatutatoka nje ya mji, tutakuwa kwenye mji huu. Nitapanga chumba kwa ajili ya mwenzako, nitaenda kukaa naye huko. Siku 7 zikiisha nitarudi nyumbani. Sawa mume wangu, mi nakutakia kila la heri kwenye ndoa hiyo, japokuwa nitakumisi. Siku 7 ni nyingi sana kwangu, lakini mimi na imani kwamba hizo siku 7 zikiisha nitarudi nyumbani. Kurudi lazima nirudi, kwa sababu najua wewe ndio mke wangu mkubwa. Kwa hiyo siwezi kukupinga kwa chochote wala kukuacha peke yako, kwa sababu nakupenda sana. Naelewa, ila mimi mume wangu, bado maneno ya Wandema yananisumbua akili yangu. Yaani mke wangu bado tena unazungumzia maneno ya Wandema? Kila wakati nimekukataza kuzungumzia hili maneno ya Wandema, achana nayo. Yaani na wewe ushaanza kuwa na wivu kama Wandema sasa. Sina maana hiyo, ni kwa ajili tu ya kukujali mume wangu. Sawa, sasa hivi na vitu vingi sana vya kufanya, nataka nikanunue kanzu, yaani na vitu vingi. Kwa hiyo maneno yako mimi yananichanganya tu. Basi sawa, hamna shida, ila mi nakuombea tu Mungu akutangulie, kila kitu kitakuwa sawa. Nashukuru kwa kunielewa. Pesa ya kula sipo? Ndio. Sawa, mimi naondoka, nikirudi naomba nikukute nyumbani. Sawa. Uwe na siku njema. Mke wangu, tuna wiki sasa tangu tupo hapa, inakwenda wiki ya pili, lakini hujai kunipa haki yangu ya ndoa. Tatizo ni nini? Yaani una shida gani? Hamna tatizo lolote mume wangu. Sasa kama hakuna tatizo lolote, kwa nini unakuwa hivyo? Mara kadhaa kila ninapohitaji kushana wewe unakuwa unanikatalia. Hivi unajua maana ya ndoa kweli? Sasa nini maana ya ndoa kama mimi nimekuoa alafu huwezi kufanya chochote na mimi? Hamna shida yoyote, lakini nini mke wangu? Au unataka kuniambia hujai kufanya mapenzi kabisa? Sasa kwa nini mimi? Na kama ulikuwa hutaki kufanya hivi, kwa nini tukubali mimi nikuoe sasa? Nimefanya kila kitu kwa sababu ya kukuoa. Na nimekuoa. Na uliniomba nifanye hivi, lakini sasa naona mwisho wa siku nashindwa kupata haki yangu mke wangu, kweli inaniumiza. Hebu nakuomba japo kwa leo basi tufanye. Kwa leo tu. Sawa mke wangu. Nini sasa? hapana. Umekubali afisa na tunakuleta humu.
Sasa kwa nini hapatikani jamani? Mungu wangu. Pokea simu. Pokea simu. Mshenga. Salamu alaikum. Huku sio kwema hata kidogo. Ni mume wangu, yaani tangu ameenda kuoa, aliniahidi kwamba atakaa wiki tu, kwa baada ya hapo atarudi. Lakini ni mara kadhaa nampigia simu hata simpati, sijui nini kimemkuta. Mimi nilikuwa naomba labda unielekeze kama utakuwa unapafahamu alipofikia. Basi sawa, mimi nitafika hapo haraka sana. Asante sana. Asante Mungu. Odi wenyewe. Salim. Mume wangu. Mume wangu Salim. Salim. Mungu jamani, Mungu. Salim, mume wangu. Jamani, Mungu. Majirani, jamani, jani mnisaidie Mungu kama jamani. Jamani, jani mnisaidie Mungu. Nimepata nini? Mungu amkatoke nyumbani. Mungu inabana takuwa inatoa Mungu. Nisingekubali mimi, nisingekuruhusu. Jamani, babaki mnyane mimi, mume sina mwenzetu. Nimebaki mjane mwenzetu. Mume wangu amka basi. Jamani, Joni nisaidie mwenzetu. Mume wangu amekufa mimi. Jamani, Kaka samani iza asubuhi. Salamu, habari yako? Salama. Shikamoo. Marahaba. Kwema? Kwema.
Kaka samahani, nilikuwa naomba unisaidie angalau laki moja ili niweze kwenda kunywa chai, manake sijala tokea jana na nina njaa kweli. Naomba unisaidie kaka yangu. Pole sana mdogo wangu. Asante. Kwa kweli sio kwa ubaya, ila niko vibaya. Na ukiangalia sasa hivi ndo asubuhi hapa naelekea kazini. Ila siko mbali sana na wewe. Kama tunaweza tukaongozana, twende nyumbani kwangu jana nibakiza kiporo, unaweza ukapata chochote kitu. Hapana kaka yangu, asante na shukuru. Sawa basi, hakuna shida. Nikutakia asubuhi njema. Sawa kaka yangu. Bye. Dada, bila shaka ni mara ya pili ukutopo kwenye mazingira ya kutatanisha umelala. Unaweza ukaniambia unakaa wapi? Naishi mbali sana kaka yangu na mitaa ya hapa. Ujue dada, maisha ya kweli, hii ni mara ya pili sasa. Jana nimekukuta umelala pale chini nje. Leo tena asubuhi nimekukuta umelala hapa. Afu kwenye mazingira ya kutatanisha. Unaweza ukaniambia unaishi wapi na una tatizo gani? Ni historia ndefu kaka yangu ya maisha. Ila nashukuru sana kukuona kwa mara ya pili. Maana tokea jana sijaingiza chochote kitu. Nitashukuru sana kama ukinisaidia ili niweze kwenda kunywa chai. Pole sana dadangu. Pole sana. Kawaida yangu mimi asubuhi kila nikiamka huwa natoka bila hela mfukoni. Na mambo yangu sasa hivi ni magumu kidogo, ndo maana hata jana nilishindwa kukusaidia. Ila siko mbali sana na mawazo yako, leo nahitaji nikusaidie kama utojali. Naomba tuongozane nyumbani kwangu. Ila kama utojali, ni sehemu salama tu. Sawa kakangu, kama utanisaidia nitashukuru sana. Nashukuru kuniamini. Basi tunaweza tukaondoka. Nashukuru sana kaka kwa chakula. Mungu akubariki. Uendelee na moyo huo huo. Maana bila wewe sijui ningekula wapi. Nashukuru kwa asante yako. Ila hii ni vyakula tu. Anapaswa kula mtu yoyote yule. Wala hata usiwe na shaka. Kuwa na amani. Sawa kaka, basi mimi nikuache. Uondoke uende wapi? Sasa nikitoka naelekea pale pale uliponikuta. Manake ni sehemu ambayo nimeizoea sana. Sawa. Samahani kukuuliza.
Unaitwa nani na umetokea wapi? Mi naitwa Grace, naishi Mwanza. Grace, nikikutazama sio kwamba mtu ambaye labda ana matatizo ya kiakili, hapana. Una changamoto gani? Unaweza ukaniambia? Ni changamoto tu za kimaisha kakaangu, kama nilivyokuambia awali. Sawa, ila naomba uwe makini sana, maana mtaa wetu una uswahili. Sawa. Poa. Kwa mpumbavu gani mtaani kwangu asubuhi kama hivi na lala ovyo ovyo tu? Wanavyoongea nataka unijibu, unajua. Takuja nikupie bisu la roho. Nakuuliza wewe nani sasa mtaani kwangu sasa asubuhi asubuhi? Sasa nisikilize kitu. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Begi ni la kwangu. Utakatia begi langu. Achia. Achia. Ehe, kumekucha. MT. Nini hiyo mzee? Utaacha lini mdogo wangu hizo tabia zako? Bro, mbona kila miongo zangu unanifuatilia sana bro? Au unaiba begi la mtoto wake? Unajua kuna nini kwenye begi? Mimi najua hizi ni harakati zangu za asubuhi, lazima nipate kula. Bila kufanya hivi siwezi nikapata kula. Mbadilika mdogo wangu bwana. Siku zingine sitaki tena kuonekana mtaani kwangu hapa. Yaani leo bahati nzuri kukusaidia bro. Bila bro mimi nikwambia nikibeba begi. Na sibu nikupotezea kabisa maisha yako. Bro umenikosea kinoma. Ondoka. Bro umenikosea sana bro. Umenikosea. Bila mimi kwa naondoka na begi. Mtaani hapa sisi tunapajua kuna vibaka sio pazuri. Kila siku nakwambia. Lakini pole, haja kuumiza. Pole. Momba begi basi nikupeleke nyumbani. Sitaki nikuone tena ukizurura mtaani. Mdogo wangu Grace, nilikwambia lakini kwamba mazingira yetu yana uswahili. Ukutaka kuniolewa. Sasa pale ningechelewa kidogo tu, alikuwa anaondoka na begi au kuchoma kisu. Nisamehe sana kaka Matembele. Bana sikujua kama atenda kumtokea. Anyway, pole sana, lakini sijaja kuumiza. Ndiyo. Vipi kuhusu msimamo wako? Tuendelea kuishi mtaani au tabaki hapa? Kaka Matembele, nimekubali kukaa nyumbani kwako. Lakini nikiwa nakaa hapa nyumbani kwako naomba unisaidie kumtafutia nauli ya kwenda nyumbani. Sawa, hamna shida, nimekuelewa. Ila nataka nikuombe kitu kimoja, kama utojali, lakini nambo unieleze historia yako ya maisha kwa hata kidogo tu. Unateswa na changamoto gani Grace? Sawa, nitakwambia.
kwa kuwa tokea mwanzo mmelazimisha nikwambie historia yangu ya maisha yangu. Mimi niliolewa. Mwanaume ambaye nilikuwa naishi naye alikuwa ananinyanyasa sana. Ikafika sini mpaka nikatoroka. Na alikuwa ananipiga sana. Na ndo maana nipo hapa. Sina pa kwenda. Na nyumbani ni mbali. Ndio maana naishi mtaani kama hivyo. Mimi niseme pole sana. Safari moja huanzishwa na safari mingine. Swala la nauli nitakutafutia nauli, hakuna shida. Pole sana Grace. Nitashukuru sana kaka Matembele. Nitashukuru sana kama nikienda nyumbani. Asante. Basi naomba uwe na amani. Karibu mdogo wangu. Asante. Nimepitia wakati mgumu sana, maana nilikuwa najua bado mnaishi kule, kumbe tayari mshahama. Naona umpata shida sana kututafuta mpaka hapo ulipofika. Sasa mnatoaga taarifa. Kuna ndugu wengi watapata shida, na kuna wengine tofauti na mimi watakuja kule, watajua bado mnaishi kule, kumbe watu mshahamia. Anatoa taarifa kwa nani wewe? Yesu mtembeaji. Ukijichimbia huko ndo mimi nishajisahau kukupigia. Sawa bwana, tuachane nayo hayo. Vifi yangu wa jambo huko ulipotoka. Unamzungumzia wifi gani tena dada? Wifi gani? Nawe umedoda sana. Dadako nasubiri nicheze rusharote na wewe Mimi kwa kweli bado sijapanga kuoa, ila minong'ono haikosi. Kuna binti mmoja nimempenda, lakini bado hapijakubaliana. Inshallah kama Mwenyezi Mungu atajalia, jambo linaweza likawa jambo. Wifi kama wifi. Dado japoa. Huyu naye vipi huyu? Maana anazidi kunenepa tu. Huyo bwana habari yake ndefu. Alipata hapo kamchumba kake kanataka kuja kumposa, kapokonywa na wajanja wa mjini. Sawa dada. Mimi lengo lilikuwa ni kuja kuwatembelea. Tunashukuru naona mko salama. Mimi naweza kuondoka, niendelee na ratiba zako. Karibu kakangu. Sisi tupo kama unavyotuona. Haya. Dada. Nenda kaleta kiti. Fanya haraka. Dada. Safari yangu leo kidogo imekuwa na surprise. Najua unakumbuka siku ile nilikwambia safari moja uanzisha safari nyingine. Huyu binti unayemwona mbele yako anaitwa Grace. Ndio yule siku nilikwambia kwamba ni mchumba wangu, tupo kwenye process. Kwa panapo na majaliwa kama Mungu atabariki, inaweza ikatokea jambo. Matembele. Hebu rudia hicho ambacho umekisema ni ndoto au hebu rudia kwanza, sijakuelewa. Dada, mbona hizo taarifa umezipokea kwa maki sana? Huyu anaitwa Grace, mchumba wangu mtarajiwa, na siku ile tumekaa pale tumezungumzia hilo swala. Ushai kushia na huyu binti? Samani, lakini kama nitakuwa nimekosea au nimekudharau au kutukana,
kufanya naye mapenzi? Samahani dada, hili swali umeuliza kama mara mbili. Siye kutembea naye. Una ukweli kuhusu Grace? Asante. Sawa mdogo wangu, kama hujawahi kufanya naye chochote, basi naomba achana naye. Binti hakufai kabisa, yaani hufai kuwa naye kwenye mahusiano huku. Kwa sababu gani? Matembele, nisikilize, mimi ndo dada yako, nakwambia huyu hafai kuwa mke wako. Namfahamu vizuri Grace, mimi namjua, na mimi ndo chanzo cha matatizo yote huyu. Maana mpaka mara mwisho anaondoka hapa nyumbani, huyu alikuwa ameolewa. Dada, una ukweli wote kuhusu Grace? Bien. Safi, uko poa. Uko poa. Unajua nini? Sema niko kwenye mahusiano na wewe. Sasa usichokiamini nini hapa jamani? Unajua jinsi ulivyo, uzuri wako. Sikuwahi kutarajia kwa mwanamke mzuri kama wewe. Ndio uamini sasa. Kikweli nakupenda. Nakupenda pia. Mimi pia. Hivi Grace, unajua kwamba ni shemeji yako? Onyango, unajua kwamba ni shemeji yako? Hivi wewe, kwa hiyo tumekutoa huko kijijini kwenu, tumekuleta mjini ili uje uchukue mabwana zetu? Nadhani hujanijua vizuri, si ndio? Nisikilize Adu. Kukaa kimya sio kwamba umeniweza sana. Ongea na bwana wako. Usiongee na mimi. Kwa sababu yeye ndo kanifuata. Sijui unanielewa. Oh. Wewe malaya unanijibu mimi? Unanijibu? Wewe ni malaya wewe. Subiri nimalizane na malaya mwenzio afu nije niongee na wewe vizuri. Kwa hiyo mwanamke vipi? Malaya sio kitendo mbaya kuchukua mabwana za watu wa mbwa. Umeletwa mjini kuja kuchukua mabwana za watu, si ndio? Nye. Vipi? Tulia. Kuna nini hapa? Si huyu mdogo wako. Tena dada, ongea na huyu mdogo wako. Kumtoa kwako kijijini kuja mjini kusimfanye kwamba kwa nini ndo tunamruhusu kuja kutembea na mabwana za watu. Mimi ndakuja nimuumize huyu. Wewe, kwanza nieleze vizuri maana sikuelewi. Bwana kachukua, bwana yupi? Wa nani? Hebu jieleze. Nimetoka zangu mimi kule. Nimepita kule ile njia tulopitaga wote. Nimemkuta huyu hapa na bwanangu Onyango. Wanashikana. Kwamba ajui kwamba mimi yule shemeji yake. Onyango? Ndio. We Grace, acho kusema hatu kina ukweli? Wewe nakuuliza wewe usiname chini. Acho kusema hatu kina ukweli? Ndio dada. Ndio dada. Afu ili toto, wewe kwanza subiri. Unayaweza nikuachie au? Si alikushindwa au umekuja hapa tena mnashikana tu. Ngumi zitakuwa hizo mnazopigana nyie. Wewe, nataka nijue. Wewe mtoto mharibifu sana wewe. Wewe mchafuzi Kumbe hauna adabu kiasi hicho Juzi tu kumuona Onyango kaja kumuona mwenzako, wewe tena roho ikakupapalika. Ukamchukua. Wewe kutembea na Onyango wewe? Sina kuuliza wewe. Yaani imeniuma sana. Hichi kitoto sikipendi. Nimekuchukia wewe mtoto wewe.
na uchafu wako nimekuchukia we mtoto wewe, na nitakukomesha wewe, nitakuonyesha dawa yako inachemka. Ngoja nikaipike saizi. Twende huko, twendeni nikaongea kesi nyumbani, mshanivuruga. Waone kwanza mitoto michafu hii. Wewe Onyango, nimekuita hapa kwa lengo moja tu. Nataka kujua ili nililolisikia lina ukweli au? Yaani ukweli kuhusu nini? Kuhusu Grace. Ya, ndio. Ni kweli? Kwa kati ya Atu na Grace unampenda nani? Kiukweli hapo mwanzo Atu nilimpenda sana, ila kwa saa hizi nisikuongopee. Mwanamke aliye kwenye akili yangu na nayempenda ni Grace tu. Unanichekesha. Unasemaje wewe? Hivi au inawezekana sijui sijakuelewa au sijakusikia vizuri. Wewe usinitanie. Umenisikia wewe? Wewe ndo wale design ya wanaume ambao wamekuja mjini kuchezea mabinti wa watu Nataka uniambie bana la mwisho. Mdogo wangu unampenda au umpendi? Kwa hiyo kwa nini usichokielewa nini yani? Au lazima kumpenda Atu? Nishakwambia simpendi. Na sitoka nikampenda. Wajifanya jeuri Wajikuta mjanja Nitakuonyesha. Ni maneno tu hayo. Ila ukweli kuna mziki kabisa. Umeshaweza kukutana na wale wanaoimba taarabu, si ndio Tulia. Habari yangu utaipata. Taarabu hizo mama. Kwenda huko. Lakini dada, mtu ashazungumza kwamba anipendi, anitaki tena. Kwani tumforce? Basi mwache. Naona haikuwa riziki yangu. Hivyo chizi, unajielewa unachokiongea? Uko unatumika tu. Ukilazwa unalazika, ukiinuka unanukika. Alafu sasa hizi unaambia ni mwache? Wewe usinivuruge kichwa changu. Niachie mimi, ngoma naicheza mwenyewe na nitamkomesha. Kwani dada una mpango gani? Nimekwambia niachie mimi. Si anakitafuta anachokitaka atakipata. Na yule Grace si anajifanya mjanja. Nimemtoa kijijini mshamba hadi kuvaa viatu hawezi. Sasa hivi amekuja huku kidogo anaweza kuvaa sketi akaonekana ajifanya anaipanda kichwani, si ndio Nitamuonyesha. Hawezi kunidharau kiasi hichi. Basi sawa. Nakuachia wewe dadangu. Wakubwa, wakulu, nimekuja. Leo nimekuja kwa lengo moja tu. Naomba mnisaidie kuupata uchawi. Kuna binti anaitwa Grace ananisumbua sana. Nahitaji nimkomeshe. Kila anapokutana na mwanaume, huyo mwanaume afe hapo hapo kitandani. Naomba mnisaidie. Naombeni nguvu. Asante. Asante wakuu. Nimefurahi sana. Na kuamuru, nenda kwenye mwili wa Grace. Umuingie. Kila anapokutana na mwanaume, afariki hapo hapo. Ndio kama hivyo nilivyoelezea jamani.
Na yote haya ni kwa ajili ya kumlinda mdogo wangu watu. Nimeona ya kwake anabomoka na Grace ananyooka na ni mgeni tu. Kutegemea jamani, kama yote haya angekuja nirudia, makoli mwisho ubaya aibi. Na sikutegemea kabisa yangekukuta hata wewe mdogo wangu Matembele, kwamba siku moja utakuwa na mahusiano na huyu Grace. Grace mama, naomba unisamehe, nisamehe mdogo wangu. Nimeumbuka mimi leo jamani. Dada, mbona roho mbaya kiasi hicho? Sikutegemea kama utafanya unyama kama hivyo. Kweli dada, kumfanyia mtoto watu ni kitendo cha ajabu kama hivyo jamani. Afu nasingiza kwamba ulikuwa unanisaidia mimi. Ulikuwa unanisaidia mimi nini sasa hapo kumharibu mtoto wa watu? Dada, kisa onyango. Mbona nilikwambia achana nacho hicho kitu? Nilikwambia acha. Aya, ona sasa ushamharibu mtoto wa watu, amekufa watoto wa watu huko jamani. Unajua onyango nilikuwa nampenda kiasi gani? Kumbe ndio uliyesababisha jamani dada. Upendo gani wa kiasi hicho? Aya, sasa angalia kaka sasa kinachoenda kumkuta. Ndio kashapenda. Unafanya nini pale lakini dada? Kwani unafanya unyama wa kiasi hicho lakini? Unamwombaje msamaha mtoto wa watu yule pale? Mwandema, mwisho wa ubaya ni aibu. Sasa nadhani sasa hivi tatizo la Grace sitohangaika tena, utalimaliza wewe mwenyewe. Na wewe ndo utakuwa mganga wake. Mimi siwezi kuachana na Grace, nitamuoa kama madhara nizulike mimi ndugu yako. Na Grace kama hatopona, undugu wangu mimi na wewe kuanzia leo utaishia hapa. Na zao unanijua vizuri kaka yako. Sasa huwezi kuvunja undugu kama hivyo jamani. Sasa msema atamsaidia. Matembele mdogo wangu. Sitaki kuzungumza chochote kile. Ninachokihitaji Grace awe sawa tu basi. Nimekusikia kila kitu na nimeelewa. Na vyote hivyo mimi nitavifanyia kazi. Sitakubali ukae mbali na mimi. Nitafanya kila ninalolijua. Apone Grace. Sawa. Nilikuwepo. Wakulu, nimekuja. Naomba mnisaidie. Nashukuru sana kwa mwanzo mlinifanikishia lile jambo. Leo nimekuja kubatilisha. Naomba msaada wenu. Ule uchawi nilomfanyia yule binti Grace, leo umenirudia. Hatimaye amependwa na mdogo wangu. Kwa ajili ya kuokoa maisha ya mdogo wangu, naomba tuutoe ule uchawi kwenye mwili wa Grace. Na naelewa adhabu yetu wakuu. Mtu ukishindwa kufanikisha kazi, adhabu yake ni kifo. Mimi nimekubali kutumikia hiyo adhabu kwa ajili ya mdogo wangu. Wakuu, naomba mnisikilize na mnisaidie. Asanteni sana. Asanteni sana. Sasa nimekubali. Na najua kabisa kinachofuata ni kifo. Nipo tayari. Lakini ninaomba kuanzia sasa Grace aondoke na huo uchawi na mdogo wangu aishi kwa amani na mkewe. Najua kutokea sasa kinachofuata ni kifo. Nipo tayari. Nipo tayari.